hazitoshelezi watu wote ambao wako katika hii dunia. Lakini ukiangalia kwa dunia sasa hivi wasomi ni wengi sana. Na ukiangalia kwa takwimu tu, mfano hata kazi ambazo zinatangazwa na idara mbalimbali za serikali, unakuta nafasi 6 lakini wameomba watu 20,000. Unaweza hata ukipima ile ratio unaona haina uwiano, inakuwa iko mbali sana. Hivyo basi hii ajenda ya ujasiriamali, wana uchumi wakaitilia nguvu, wakiisukuma ije kwetu ili tuone kama ni mbadala. Badala ya kufikiria habari za kuajiriwa, basi tujiajiri kwa kuanzisha miradi yetu binafsi ambayo ikikua basi itatoa fursa kwa watu wengine nao kuweza kuajiriwa katika hiyo miradi. Hatimaye waajiri wanakuwa wengi na tatizo la ajira linapungua. Hiyo ni sababu kubwa ya kiuchumi. Lakini tukija katika Biblia ni agizo. Tumeambiwa ya kwamba ni lazima tuchape kazi. Ukisoma Kutoka ile aya 9, Kutoka 20 aya 9, Biblia takatifu inasema siku 6 fanya kazi. Siku 6 fanya kazi, utende mambo yako yote. Siku 6 fanya kazi. Kwa hiyo ukiambiwa fanya kazi, manake ni lazima ufanye. Kwa maana ingekuwa kama ni ombi, basi ungeomba bana siku 6 naomba ufanye kazi. Lakini ikisema siku 6 fanya kazi, manake ni agizo. Lazima tufanye nini? Tufanye kazi. Sasa tunafanyaje kazi? Ndio kuna namna hiyo. Kuna wale ambao walipo kwenye ajira ambao wenyewe wanafanya kazi walizo, lakini wengine basi tujiajiri tufanye kazi zetu, ili mradi tuendane na ili agizo la kwamba siku 6 tufanye kazi. Ile aya ya 8 inatukumbusha tukumbuke ya kwamba siku ya Sabato tuikumbuke. Kinachoendeleza hapo ya kwamba kinafafanua ufanye kazi, ukishafanya kazi ndio upate hilo pumziko. Lakini tunafanya sababu kazi ina faida. Mithali 14 ile aya 23 inasema bali maneno ya midomo huleta hasara tu. Kwa maana wale ambao hawafanyi kazi, wenyewe kazi yao ni kuongea tu, kuongea, wenyewe ni hasara tu, kwa maana hakuna wanachozalisha. Lakini ukifanya kazi utapata faida, na matumizi ya faida tumekusha kuelekezwa ni namna gani tutumie hizo faida kumtolea Mungu kwa utaratibu ambao ametuelekeza tuutoe. Lakini basi tule vizuri, tuvae vizuri, sio dhambi jamani. Tufanye hayo mambo kwa utukufu wa jina la Bwana. Lakini pia sababu nyingine ya kuisukuma mbele hii ajenda ujasiriamali ni kwamba tuweze kuongeza idadi ya mabilionea katika kanisa la Mungu, lakini sio tu kanisani na duniani kote. Jamani, kazi tuwe mabilionea. Mashauri juu ya uwakili ukurasa wa 103, ile aya ya kwanza kabisa nilichukua pale, inasema wafuasi wa Kristo, na wafuasi wa Kristo imeandikwa kwa herufi kubwa, wasiudharau utajiri. Jamani, wafuasi wa Kristo tusiudharau utajiri, ila tufanye nini? Tuone kuwa ni talanta inayotolewa na Bwana. Kwa hiyo tusiwe tuna mawazo yale kwamba huyu tajiri Freemason. Hapana. Mfuasi wa Yesu unatakiwa uwe tajiri, kwa maana Mungu mwenyewe ni tajiri namba 1. Zaburi 24:1 amejipambanua wazi kabisa, si ndio? Kila kitu ni mali ya nani? Paka watu. Kwa hiyo na tumeshaelekezwa vilivyomo chini ni mali ya nani? Yaani vyote vile ni mali ya Bwana. Kwa hiyo utajiri, jamani, tuchape kazi tuwe matajiri. Matumizi ya hizo fedha tumekwisha kuelezwa: kutoa zaka na sadaka, kusaidia wengine kuishi, ila usisahau na wewe kuishi.
Kwa kama kuna fursa kutembelea V8 unatembelea tu, sio dhambi. Ila usiibe. Si ndio? Sasa tungekuwa tumepaki pale V8 hata hapatoshi. Alafu tuko hapa tunaendelea kutiana moyo katika safari ya kwenda mbinguni, tukiendelea na miradi mbalimbali, kugawa vitabu vya utume. Kwa mwaka huu tuna goli hapo, tuna ujenzi wa kanisa na mambo kadha wa kadha tunafanya. Tuangalie pointi nyingine ambayo nadhani kwa muda huu mchache ni ya muhimu kidogo tukaielewa, ya kwamba je, mjasiriamali anazaliwa akiwa na huo ujuzi au na huo uthubutu au anafundishwa? Hili ni swali pia ambalo zama hizo liliulizwa kwa watu. Na baadhi ya watu walijibu wakasema, bana, mjasiriamali huwa anazaliwa na ile tabia au ule ujuzi wa kuwa mjasiriamali. Kwa maana yeye tu akizaliwa anakuwa na ndoto tofauti na wengine, na anafanyia kazi yale maono ambayo yeye anakuwa nayo katika fikra yake au kichwani mwake. Anaendelea anafanyia kazi na hatimaye anafanikiwa. Lakini baadhi ya wataalamu wakasema huyu anafundishwa. Anakusanywa sehemu kama hii, anaanza kufundishwa ujasiriamali ni nini na nini afanye ili kuweza kujihusisha. Kitabu kimeandikwa na nguli kidogo wa kuandika vitabu, ambaye vitabu vyake vingi vinasomwa sana katika ulimwengu huu. Anaitwa Robert Kiyosaki. Andika kinaitwa Before You Quit Your Job. Yaani kabla hujaacha kazi kuna mambo unatakiwa uyafanye. Amezungumzia mengi sana, na hili swali alijaribu kulijibu kwa namna nyingine, kwa maana ameelezea kati ya yule baba tajiri na baba maskini, ndio debate wanazungumza. Kwa swali hilo alitoa majibu yafuatayo. Akasema mjasiriamali anaweza kufundishwa kama ambavyo tunaelekezana katika eneo hili, au akaenda katika chuo chochote ambacho kimepewa kibali na serikali ya kutoa elimu ya ujasiriamali. Lakini pia anaweza akazaliwa na ule uthubutu wa yeye kuanzisha miradi yake. Kwa hiyo majibu yote yanawezekana. Kuna wengine wamejifunza, lakini kuna wengine wamezaliwa na ile spirit, tunasema ile hali ya uthubutu wao wenyewe katika kujiendesha kimaisha, na wanathubutu kufanya kila jambo, na hatimaye baadhi ya shughuli ambazo wanafanya wao wenyewe wanafanikiwa. Kwa alizungumzia hivyo na akafafanua, akasema kuna pointi mbili za muhimu na tujifunze leo. Japokuwa zote ni nzuri, lakini kuna zina changamoto yake na faida yake. Kuna waajiriwa na waliojiajiri, yani mjasiriamali pamoja na mwajiriwa. Kuna vitu ambavyo vinawatofautisha. Lakini akazungumza mfumo mzima wa elimu ambao uliopo katika maeneo mengi duniani unawaandaa watu wengi zaidi kuwa waajiriwa kuliko kuandaa watu ambao wataweza kuanzisha miradi yao, ambao tunawaita wajasiriamali. Na akasema toka yeye, huyu ni rich dad, yule ni baba ambaye mwenye fedha, akasema toka yeye amezaliwa paka anakuwa, alikuwa tu anawasikia wazazi wengi wakiwaambia wao, soma mwanangu ili upate kazi. Soma sana ili upate kazi. Soma sana ili uajiriwe. Na nakumbuka hata wakati namaliza form 6, mzazi wangu ambaye alikuwa ananilea aliniambia, bwana, fanya mambo yote ila hakikisha unaomba ualimu. Manake ualimu kupata kazi ni hakika kwa zama hizo. Lakini kwa sasa nao tuko nao, tunapambana nao mtaani. Kwa zama hizo ilikuwa ni uhakika. Unatoka chuo cha ualimu, unapangiwa tu shule, basi unaingia moja kwa moja kwenye ajira.
na alinisisitizia. Kwa hiyo hata Rich Dad alisema ya kwamba wazazi wengi wanawahimiza watoto wao wasome ili waajiriwe, lakini yeye mzazi tajiri alifanya kitu kingine. Alimuhimiza mwanae asome apate maarifa, lakini ya kusimamia miradi ambayo baba yake ameianzisha. Kwa hiyo hicho ni kitu cha kwanza ambacho alikizungumzia, kwa nini waajiriwa ni wengi kuliko wajasiriamali. Lakini mtafiti mmoja anaitwa Egerin mwaka 2000 alibainisha kuwa wajasiriamali wengi, alifanya hii tafiti katika bara la Ulaya kuangalia viwango vya elimu vya watu ambao wamefungua miradi yao. Aligundua watu wengi wenye elimu wameanzisha miradi yao binafsi, lakini tofauti kubwa ilikuwa ni ile inawatofautisha. Kuna mwingine anakuwa na elimu ya kawaida na mwingine amejitahidi kujiendeleza. Kwa hiyo wale waliojiendeleza kwa kiwango kikubwa ndio ilionekana ya kwamba ndio wajasiriamali ambao walifanikiwa sana katika kusimamia miradi yao. Kwa hata leo ukifungua mradi ukaona unahitaji elimu fulani kusaidia katika kusimamia mradi wako, usione haya kuisoma au kuitafuta hiyo elimu. Ikiwa mtandaoni au labda kuna chuo kinatoa hiyo kozi hapa, ufanye hivyo. Ukisoma historia ya watu ambao walifanya wizi mkubwa ukatikisa dunia, kuna mtu mmoja aliiba benki. Aliiba benki lakini plani aliifunga. Sihamasishi wizi jamani, naonyesha tu umuhimu wa ukitaka kujifunza kitu basi kitafute. Huyu alitaka kuiba benki na alikuwa mtumishi pale. Akastudy zile kamera zinavyofanya kazi, akaona haelewi. Alikuwa na degree, kwa hiyo akaenda kusoma masters ya IT. Akasoma masters akamaliza, ila alienda kujifunza namna ya kucheza tu na kamera. Na kweli alipomaliza akapanga mpango na alifanikiwa akaiba. Na ni moja ya watu ambao walivyokamatwa walitumika sana, na ili shirika linaitwa FBI ndio lilianzishwa na lilikuwa linasimamiwa nao ambao waliiba na walikaa miaka mingi bila kukamatwa. Kwa hiyo walikuwa wakipatikana wanawekwa pale katika hicho kikosi ili kiweze kuwasaidia wao watoe mbinu waliibaje, ili hawa watu waweze kuona namna ya kuweza kuwazuia watu wengine. Kwa hiyo ukiona elimu fulani unahitaji ili ufanikiwe, nenda shule, usione haya, kwa maana itakusaidia katika kuboresha miradi yako. Kwa hiyo hicho ni kitu cha muhimu sana ambacho kwa kweli inatupasa tuelewe. Pointi nyingine ya kwamba alitofautisha kati ya waajiriwa na wajasiriamali kwa vitu viwili. Alizungumzia freedom, uhuru wa kifedha, financial freedom, lakini akazungumzia na job security. Uhuru wa kifedha na security ni uhakika wa kuwa kazini kwa muda mrefu. Tunasema ajira zote ambazo zinatolewa na mataasisi ya umma ni za uhakika. Kwa maana paka mtu kuachishwa kazi au na nini sio rahisi. Tofauti na private sector ambapo mtu akiamka tu mmegombana pale pale unafanya nini, unaondolewa. Kwa aliweka hizi pointi mbili. Akasema anahitaji kuwa na uhuru wa kifedha. Mara nyingi hawa watu wanajihusisha na miradi yao binafsi kwa sababu anataka kuwa na uhuru wa nini? Wa kifedha. Lakini mtu akiwa anahitaji job security, ni uhakika huyu mtu ataenda kuomba kazi katika mataasisi ya umma ambapo anajua kuachishwa kazi sio rahisi. Kwa hiyo hivi vitu vinapingana. Ukiwa unahitaji uhuru zaidi wa kifedha, maana yake wewe hustahili kuwa mwajiriwa. Inabidi ujiajiri yao, ambapo yeye alipendekeza watu wengi wajiajiri ili wapate uhuru wa kifedha. Wawe na uhuru wa kufanya jambo kwa muda ambao wao wanataka. Kwa maana basi inabidi ufate yale ambayo mwajiri wako amekupangia. Akikwambia saa 10 uwe na namna, ni lazima ufike. Kwa hiyo uhuru wa kifedha na job security ndio zikawa tofautisha kati ya waajiriwa pamoja na wajasiriamali.
Sasa je, sisi tuliokaa hapa tunaona kwetu ipi ni bora? Tuwe na uhuru wa kifedha au tuwe tuna job security? Na yeye alisisitiza uhuru wa kifedha, watu wajiajiri, kwa sababu katika ajira hizi za kawaida mshahara ambao wanalipwa watumishi ni mshahara wa kumwezesha mtu kuishi siku kuanzia 20 hapo mpaka 25 akijibana sana. 30 inabidi a struggle ili asifikirie kuacha kazi. Kwa hiyo hata mshahara wenyewe unapangwa kwa malengo maalum. Tofauti na wale ambao wanafanya kazi ya kujitolea, wanalipwa tu kitu kidogo kama asante. Ile ule anayetaka kazi au mwajiriwa kabisa, basi ule mshahara hautoshi. Ndio maana kila Mei Mosi watumishi wanatembea na mabango, wanahitaji nyongeza ya nini? Ya mshahara. Kwa mshahara huwa haupewi fedha ya kukutosheleza. Maana ukitoshelezwa tu utafanya mambo mengine, utaacha kazi na utapata wapi mfanyakazi mwingine? Hiyo ni kwa ufupi sana hizo concept ambazo huyu baba tajiri akiwa wanaongea na baba ambaye ni masikini waliweza kushare, na wakaonyesha namna gani ambapo mtu anaweza akachagua sehemu ambayo iliyo sahihi. Lakini hawakutoa lawama kwa waajiriwa, kwa sababu zote ni fursa ziko hapa hapa, na pia unaweza ukaajiriwa lakini ukaanzisha mradi ukiwa kazini. Funzo wanatolewa kwa wale ambao wanakaribia kustaafu, kwa maana ile itakoma. Sasa ikikoma, huyu mtu anaishi vipi? Kwa hiyo wanajaribu kutoa mafunzo ili angalau pia hawa watu waweze kuishi muda mrefu. Maana takwimu zinaonyesha ya kwamba mtu akisha staafu huwa hawaishi sana, anafariki. Kwa mwingine unakuta anafariki hata mafao yake hajayapata. Na ndio maana hata serikali nayo inaendelea kuboresha sheria zake ili angalau mtu akistaafu leo ndani ya wiki 2-3 apate fedha yake, aanze kufanya mambo mengine. Ukisema asubiri sana miezi 6 mangapi, stress za kukosa hela, bado anahitaji mahitaji yake, anahitaji kulipa umeme, kusomesha watoto kama bado wanaendelea kusoma, kusaidia ndugu na kadhalika, anakuwa hana hizo fedha kwa anapata ni mtu anafariki kabla hajapata mafao yake wanadamu. Basi kitu kingine tuangalie kidogo historia ya ujasiriamali. Tukilinganisha wanaojiita dunia ya kwanza pamoja na dunia ya tatu, nchi ambazo zimeendelea na ambazo zina. Kwa hiyo ukiangalia historia, ukianza kuitafuta unaanza kuiona kutilia mkazo hii ajenda ya ujasiriamali. Sijajua aidha mipango yao ilionyesha ya kwamba labda miaka 10 ijayo au miaka 50 ijayo tutakuwa na tatizo la ajira, basi wakaanza mapema. Mwaka 1947 katika shule kuu ya biashara ya chuo ambacho kinaitwa Harvard, ni chuo ambacho kinafahamika sana duniani, ndio ilianzishwa masters pale ya kufundisha watu ujasiriamali na namna ya kuendesha biashara zao ambazo wanazianzisha. Mwaka 1947. Sijajua kwa Tanzania hata uhuru hatujapata. Sijajua kwa zama hizo tulikuwa tuna mpango gani, lakini wenzetu walianza 1947. Ndio maana mabilionea wengi wanatoka wapi? Marekani. Kama tulivyojifunza asubuhi ya kwamba kitovu cha ujasiriamali ni fikra, bongo zetu. Kwa hiyo wao waliwekeza katika hizo bongo. Mtaji siji, ukimwambia fanya hichi sina mtaji, sio tena sababu ya mtu kushindwa kufanya mradi fulani. Ile na sababu kubwa ni fikra, ubongo. Kwa Marekani hapo alianza kuwekeza kwenye elimu, kuanza kuwafundisha watu ujasiriamali na namna ya uendeshaji wa biashara zao. 1947 chuo kikubwa sana kile cha Harvard ambacho kila mtu ni ndoto ya kwenda kusoma pale, na kina sifa nzuri sana katika ulimwengu huu. Kwa hiyo ndo kozi ya kwanza ilianzishwa pale.
Lakini kuanzia mwaka 1980 hii elimu ikaendelea kupanuka. Ikaenea sasa Ulaya kaskazini, lakini pia ikaenea paka Ulaya ya kati. Kwa hiyo na nchi za Ulaya wakaona lile jambo ni zuri, wakalichukua mapema, wakaliweka katika vyuo vyao, wakaanza kuwatrain watu. Na ndio maana kule hata Ulaya ni mabilionea. Mabilionea ni wengi. Nchi ikiwa na mabilionea wengi, maana yake hiyo nchi inakuwa ina nguvu. Na ndio maana maamuzi ikifanya nchi moja inaathiri dunia nzima. Kwa hakuna muujiza, ni nguvu hii ambayo wao walianza kuiwekeza toka zamani. Wana mabilionea pale wa kutosha ambao wakiamua kufanya jambo tu fulani wanalifanya na linafanikiwa. Kama sasa hivi wametamka tu wanakata na hiyo misaada, basi tumeona tumeathirika kwa kiasi kikubwa paka nchi zinaendelea. Lakini kama na sisi tungewekeza vya kutosha katika ujasiriamali toka kabisa, tungekuwa na sisi tumetengeneza mabilionea wengi kiasi kwamba hayo maamuzi yasingetuathiri kwa kiasi hichi. Kwa maana watu wengi wanaenda kupoteza ajira kwa sababu ile miradi mingi sana imefungwa. Anyway, ngoja tuone itakavyokuwa. Kwa hiyo mwaka 1990 nao wakachukua hiyo fursa ya kuichukua hiyo elimu ya jasiriamali na kuiweka katika watu wao na kuiwekeza huko, watu wakasoma na mabilionea wengi. Kwa hiyo Amerika Kaskazini ndio inaongoza katika elimu ya ujasiriamali na kuwa na mabilionea wengi. Kina kiwako huko. Sasa kwa nchi yetu ya Tanzania hali ilikuwa ni tofauti. Kwa kwanza tumechelewa kupata uhuru. Tumechelewa kupata uhuru, na tulipoupata vitu vingi vilikuwa vinaendeshwa na wakoloni. Kwa hiyo ile process zile za kukabidhiana kwanza kujiendesha wenyewe inachukua muda. Lakini baada ya hapo sasa sera ambazo tulizokuwa nazo pia nazo kidogo kwa zama hizo hazikutoa fursa sana kwa hii filosofi ya ujamaa na kujitegemea. Kwa maana sisi sote ni nani? Ni ndugu. Kwa hiyo tuna share vyote kwa nini? Kwa pamoja. Na kwa zama hizo ilikuwa ni sera nzuri sana. Labda tu hatukuangalia madhara yake miaka 20, 50 ijayo itakuwaje. Labda tu hatukuangalia kwa namna hiyo. Lakini ilikuwa ni nzuri kuishi kama ndugu, ni nzuri. Kwa maana hata zile amri kuanzia pale ya 5 na kuendelea yote ni mahusiano ya sisi wenyewe. Wanafanya hizo shughuli, basi ilikuwa ni kinyume na taratibu. Kwa hiyo ilikuwa haiwezekani kwa ujasiriamali kupenya. Ubepari ulichukiwa kabisa. Na ubepari ulikuwa ulisemwa kama ni unyama. Ulifananishwa na unyama na ukatili fulani. Kwa maana inawezekana wewe ujilimbikizie tu mali. Kwa hiyo kwa zama hizo watu walikuwa wanajihusisha na biashara, walikuwa tu ni Watanzania wenye asili ya Asia pamoja na wale ambao walikuwa wanafahamika au wanatoka katika koo zenye majina. Mfano kama hapa Iringa tuna ndugu zetu wanaotoka katika ukoo wa Mkwawa, kina Mwamui. Kwa hiyo watu kama hao ndio walikuwa wanaweza wakaachiwa wakafanya mambo fulani, lakini wengine ilikuwa hairuhusiwi kabisa. Kwa hiyo ujasiriamali kwa zama hizo ulikuwa hauna nafasi kabisa kwa lakini pia hata ukija kwenye mifumo ya elimu hapo baadaye haikutoa kipaumbele sana katika masuala ya ujasiriamali. Ukiangalia ile sera ya elimu ya 1995 ambayo ndiyo sera mama zote za elimu, haisemi chochote kuhusu elimu ya ujasiriamali. Tunaambiwa soma sana uwe mwalimu. Ndio maana ukianza tu form 1 mnaulizwa ile swali la kwanza, unataka kuwa nani? Kwa kila mtu anasimama, I want to be a doctor, engineer. Ila ukifika form 3 unakuta mawazo ya udokta na
Kwa hiyo kwa zama hizo ile elimu ya ujasiriamali haikutambulika kwa moja kwenye mifumo yetu ya elimu. Lakini pia sio baya, maana mkazo ulienda kutolewa, baadaye ulianza kutolewa taratibu ya kwamba hawa watu wanahitaji elimu ya ujasiriamali, kwa sababu baada ya kwanza kuona sasa tatizo la ajira linaanza kuwa changamoto. Najua za waliosoma zamani walikuwa wana enjoy sana. Yaani unatoka tu shule unaingia kazini, walikuwa interview wazijui. Tulosomea ualimu, interviews sasa hivi zinatusumbua kweli. Manake ualimu ulikuwa hauna interview. Sasa ukafanya interview tena usaili, inakuwa ni mtihani. Kwa hiyo hiyo ni sera ya mwanzo kabisa. Taarifa nzuri iliyopo, kwa mfano kwa mfumo mpya ambao ulitangazwa hivi tekelezo yake, ule at least umeonyesha uhitaji wa elimu ya ujasiriamali wafundishwe. Kwa hiyo wataanza kusoma, kwa hiyo watoto hawa wataanza kusoma hiyo elimu. Lakini sisi tuliopita huko zamani hivi vitu tulivikosa. Lakini pia vyuo vikuu vya nchini kwetu hapa vimeanza pia kutoa, lakini sio ile pase kabisa, wanachanganya. Kwa mfano unasoma uhasibu, basi unafundishwa na ujasiriamali, ujue ya kwamba hiyo elimu unayoipata unaweza ukaenda ukajiajiri badala ya kutembea na bahasha kila kona. Pia hata mitaala mpya ambao wanaendelea kuiboresha, wanaendelea kuingiza hii, lakini tumechelewa sana. Huu ni mwaka wa 2025. Lakini wenzetu walianza miaka mingi sana. Kwa ndio maana tunaona tofauti iliyopo. Lakini na sisi tukitilia mkazo kwa sasa, kwa kizazi kinachokuja chote kikapewa haya maarifa, basi Tanzania ijayo yenye utofauti. Hiyo ni kwa ufupi kwa habari ya historia ya ujasiriamali, tukiangalia dunia ya kwanza pamoja na kwetu Tanzania. Kwa hiyo tunaona hilo gap na tunaona kuna uhitaji. Lakini hii elimu inaweza ikatolewa pia hata nyumbani. Wazazi ambao mnafanya biashara, hizo biashara wafundisheni na watoto wenu. Hata akifungua sehemu nyingine biashara kama yako, tatizo utakuwa umemsaidia sana. Changamoto ni ile mtu anamaliza mifumo ya elimu ya kawaida, halafu anarudi nyumbani, anakuwa amekaa tu nyumbani, hafikiri kabisa, ni akili imelala totally. Inakuwa ni hatari sana. Fanya miradi mbalimbali, tusione haya au tusione ubaya kuwafundisha watoto wetu, kuwafundisha ndugu zetu ambao tunaishi nao. Uzuri sisi tunaishi familia hizi tunaita extended family. Baba, mama, mjomba, mtoto si wa shangazi, tuko mchanganyiko hapo. Tofauti na wenzetu wazungu ambao wanaishi wenyewe baba, mama, watoto basi, ndugu, na mzee akizeeka sana kuna vituo anaenda anawekwa huko. Kwa hiyo sisi ni tofauti kidogo. Basi wale ambao tunakuwa nao tuwafundishe hii miradi wajue. Kama tunalima basi tulime, tuwafundishe hichi kilimo kinaweza kikawa biashara. Tulime kilimo biashara. Kama tunafuga tusiishi na wanyama, tufanye biashara. Manake maisha tunaishi na wanyama ya maisha yetu. Kwa hiyo basi kwa Tanzania kuna taasisi pia zimejitanabaisha kutoa hii elimu. Wanatoa kozi fupi. Wanatoa hizi kozi fupi kuwajengea uwezo watu katika miradi ambayo wanaianzisha au wanataka kuanzisha, na huwa wanafanya mara kwa mara. Na hapa tuna ofisi za SIDO. Kwa hiyo kama unahitaji labda elimu kwenye jambo lako na unaona SIDO anaweza kukusaidia, basi unawaona. Wenyewe wanatoa ni short course. Sio kusema utaenda kila siku mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, hapana. Kama ni wiki kadhaa, ni mwezi, itategemea na hiyo aina ya kozi wanatoa kuwajengea uwezo. Kuu mfano SUA huwa inatoa, na mara nyingi inatoa kwa watu ambao wanakaribia kustaafu na wale wanafunzi ambao wako mwaka wa mwisho. Maana wakitoka pale wanaenda mtaani, wanaanza kuandaliwa. Waondoke zile mentality ya kwamba
nasoma, namaliza degree na taasisi umeshajichagulia, labda unaingia TRA, unaingia labda benki, mwaka mmoja unanunua gari ili wakufundishe uhalisia ulivyo. Na kwamba ukitoka hapa kuna mchakato unatakiwa upitie. Either ujiajiri wewe mwenyewe, na kama sio kujiajiri tu, hata ukiajiriwa ikitokea umepata hiyo bahati, basi ujue ni kwa namna gani unaweza kuitumia ile fedha katika kuanzisha miradi yako mwenyewe. Kwa VETA pia, VETA wanatoa hizo kozi, wana zile kozi za mfumo tu wa kawaida, miaka 2, mwaka na kadhalika, lakini pia nao huwa wanatoa short kozi kwa utaalamu fulani ambao utahitaji au utauona wewe utakusaidia zaidi. Kwa kama unatengeneza magari na una uzoefu, unaenda tu pale unaendelea kuongezewa maarifa. Kama ni umeme pale wanatoa siji kuna ya kwanza, ya pili, wana stages. Unaendelea kuboresha elimu yako vizuri. Hata baada ukija kufungua kampuni ukaona dili na kufanya wiring kwenye majengo makubwa, utakuwa unaelewa installation za lift hizo kwenye magari, kwenye majengo makubwa, basi utakuwa unaelewa. Kwa hizo ni baadhi ya taasisi, lakini zipo nyingi na zingine huwa zinatangaza. Vyuo vikuu vyote wanajitanabaisha sana huko na wanaendelea kusaidia watu katika elimu hii ya ujasiriamali. Kwa nini wanaanza kutoa kozi? Kwa sababu tatizo nilikwambia sio mtaji tena. Tatizo ni namna mtu anavyofikiria na namna mtu anapokuwa na uthubutu. Kwa hiyo tunaanza kutransform mindset ya huyu mtu. Kama asubuhi tulivyojifunza kwamba hazina kubwa ya binadamu alionayo ni nini? Ni mindset. Kwa hiyo fikra yake ikiwa vizuri, basi huyu mtu ataweza kufanya mambo makubwa sana katika hii dunia ambayo tunaishi yenye vurugu na shida nyingi. Kwa hiyo tutumie hizi fursa, tusilizike kama wajasiriamali ambao tuna malengo au tuna maono ya kutaka kufika mbali sana. Changamoto kubwa ambayo pia mwandishi wa kitabu hicho Robert Kiyosaki aliweza kuigundua, akasema ya kwamba malengo ni changamoto. Kwa maana mtu anaanzisha mradi, lakini ukimuuliza ana maono gani na huo mradi, atakupa sababu ambayo inaweza ikakushangaza. Mfano za kusema, unaweza kumuuliza labda, kwa nini umeamua nawe kuuza maji? Akasema nimeamua kuuza maji kwa sababu mtaa wa pili rafiki yangu Juma anauza maji. Sasa hiyo sio sababu. Kwa maana wewe unauza maji lakini huna maono, unataka ufike wapi? Je, unauza tu maji uishie hapo hapo, au unauza maji kwa labda miaka 2, baada ya mwaka wa pili uanze kuzalisha we mwenyewe? Yaani unazalisha we mwenyewe maji unauza. Sio tena unanunua kwa mtu mwingine, unaweka kwako, unauza, unapata ile faida kidogo pale, unaendelea. Kwa hiyo ukiwa hauna maono, maana utakuwa unaifanya kimazoea. Na mradi ambao unakuwa hauna malengo, kwa maana kwa kila mwaka huwa unakuwa vile vile. Kama unauza mfano tu katoni labda 500 kwa mwezi, basi we kila mwezi utakuwa uza na 500. Mwaka wa kwanza hizo katoni 500, mwaka wa pili hizo katoni 500, mwaka wa tatu hizo 500. Kwa tukija kukufanyia tathmini ya ukuaji wa biashara yako, tunaikuta biashara imedumaa. Kwa mojawapo wa sababu kwa nini imedumaa ni kwa sababu huna malengo, huna mipango na hiyo biashara. Kuna mtu amefungua shule, yeye ilikuwa ndoto yake kufungua shule, lakini alifanyeje? Alipomaliza tu form 6, kasoma science na kafaulu vizuri, akaenda kuomba kozi ya ualimu. Hakuna aliyemuelewa kabisa. Akasema umepata division 1, unaenda kusoma ualimu kweli? Ungesoma udaktari. Wanamshauri ndugu, akasema mimi nataka nisomee ualimu. Kwa sababu ualimu mimi na jambo langu.
Kwa akasoma ualimu wa masomo ya science akamaliza. Baada ya kutoka hapo, yeye ametoka chuoni akapambana kama mwaka mmoja, anafanya kazi kwa watu kwenye mashule ya watu binafsi. Akanunua ardhi, akaanza kujenga darasa moja moja. Baada ya hapo akaacha kule kazi, akaanza kufundisha watoto. Kwa shule ikakua, sasa hivi ni shule kubwa sana. Kwa hiyo malengo. Kwa hiyo unamwona kama mweo ukaenda kusoma nini? Ualimu, na kafaulu. Watu wanamshangaa kabisa. Maana unaweza kupata 1 kabisa nzuri ya 3 au 4, alafu ukasomea ualimu. Hapo utategemea ukasomea nini? Udaktari au engineering. Hizo ukisema nasoma engineer watasema yes, huyu kweli anasoma. Maanake kada ya ualimu kidogo wengine wanaidharau, lakini ni nzuri tu. Na wote wanahitajika katika hii jamii. Kwa hiyo malengo ndio yanatofautisha. Kwa hiyo lengo lake alikuwa amiliki shule. Kwa akaona ili awe mmiliki mzuri wa shule, ajue huko kwenye ualimu kuna nini. Kwa anakuwa msimamizi mzuri kabisa. Hivi vitu vingine atakapokuwa anavihitaji atakuwa anafanya short course. Kama kitaka kujua habari za fedha, anaenda anafuata short course hata ya mwezi mmoja, wiki 3, anapata zile basics za kumwezesha yeye katika kusimamia fedha zake katika huo mradi. Kwa hiyo malengo ni ya muhimu kwa mjasiriamali. Vision. Mfano, unamfuata Yesu. Una vision gani? Au kwa sababu tu na wengine wapo na we umo au la? Maana wanasema kwenye msafara wa mamba na kenge huwa wamo. Kwa sababu si wanafanana kimaumbile. Yes, wanakuwemo. Sasa vision ni nini? Kwa nini unamwamini Kristo? Kwa ajili ya kurithi uzima wa nini? Wa milele. Tuishi ile nchi mpya. Yaani ile nchi ya hapo mwanzo. Maana ilivyoumbwa pale mwanzo ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Hapo tu kati ikaingia shida. Lakini sasa unataka tuishi kule? Hiyo ndio inakuwa vision. Unafikaje kule? Ndio mwongozo umeshatupa hapo. Zaka na sadaka tutoe kwa uaminifu. Heshimu, ikumbuke, si ndio? Na mengineyo mengi ambayo tunaendelea kujifundishwa na wachungaji wetu kila siku. Basi na kwa mjasiriamali ni hivyo hivyo. Huo mradi unaanza nao, unataka uwe nani? Unataka umfikie Mo? Yaani usiogope kusema mimi nataka nipambane na Mo. Usiogope kabisa. Ukishakuwa sasa na wazo la kutaka kupambana naye, maana sasa utaweka mipango. Unafikaje kule? Kama mtu ambaye aliwaza, mimi ni mfupi, mfano Zakayo, yeye ni mfupi, atamuonaje Yesu? Akapata wazo la nini? Kupanda juu. Akapanda kweli akamuona. Kuona mjasiriamali kule unafikaje? Kwa lazima uweke mpango wa kufika kule. Kwa hiyo mipango ni ya muhimu. Hichi nimegusia, hichi kitabu ni kizuri. Ukipata fursa ya kukisoma basi kisome, kina mambo mengi mazuri. Before you quit, kabla hujaacha kazi unayofanya, lazima ujipange. Basi naomba niishie hapa kwa siku hii ya leo. Then kesho tutaendelea tena kugusa sehemu nyingine ya muhimu sana katika ujasiriamali, kwa maana itatusaidia katika kuboresha miradi yetu au biashara zetu ambazo tunazianzisha na tunazifanya kila siku, ziwe zenye tija kutoka mwaka hadi mwaka, mwaka hadi mwaka, hatimaye tufike kwenye viwango vikubwa kama ambavyo tumeweza kuwaona matajiri wengine wamefika katika viwango vikubwa, kama kina Elon Musk. Ukimtaja saizi watu wanajua kina Bill Gates, lakini nao ukiwaangalia walianzia huku ambapo sisi tutakuwa tunapadharau. Basi kesho tutagusia kitu fulani cha muhimu sana ambacho mjasiriamali anatakiwa akizingatie. Kwa ni wasi, kwa mujibu wa ratiba yetu itaanza saa 2:30. Kwa saa 2 tukiwa tumeshafika hapa, basi jambo litakuwa zuri sana ili tuweze kuanza vipindi vya maombi na vipindi vinginevyo kwa uzuri kabisa. Basi kwa kuhitimisha,
Tusimame na tuweze kuomba ombi la mwisho la kuhitimisha kipindi chetu. Takatifu Baba yetu ketie mahali pa juu mbinguni, tunasema asante kwa kutufundisha mambo mazuri ambayo yatasaidia katika kuboresha biashara zetu, miradi yetu, au kuanzisha miradi ambayo tumeifikiria katika vichwa vyetu. Tunaomba Roho yako Mtakatifu akatutie moyo zaidi, akatufunulie zaidi maono ya miradi yetu, na yote ambayo tunajifunza katika vipindi hivi kwa pamoja yakabadilishe maisha yetu kiujumla. Wahudumu ambao umewapanga wahudumu katika kambi hili ukawatumie sawasawa na mapenzi yako. Zaidi ukawajalie afya njema kwa siku zote ambazo watakuwa hapa. Lakini wasikilizaji ambao wanatufuatilia katika mitandao na ambao waliopo moja kwa moja katika kanisa la Waadventista wa Sabato Iringa, nao wabariki, warudishe nyumbani salama, na hatimaye kesho walete tena salama, tukaendelee na vipindi hivi. Tunaamini kila jambo litakalotendeka hapa litatendeka sawasawa na mapenzi yako, kwani tumeomba kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Amen.